Kwa hiki kinachoendelea ni mbaya zaidi kwa Larry Madowo, lakini ni nzuri zaidi kwa wale ambao wameweza kupaza sauti zao. Ikumbuke kwamba tarehe 29 ya mwaka 2025 yalitokea maandamano nchini Tanzania, na ndipo pale ripoti ya CNN ikiongozwa na Larry Madowo iliweza kuzungumza kwa kina zaidi kwa kile ambacho kiliweza kuendelea nchini Tanzania tarehe 29 kutokana na uchaguzi wa mwaka 2025. Mara baada ya hapo, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amesema kwamba hahitaji kabisa kumwona Larry Madowo akiripoti taarifa yoyote ile inahusiana na taifa hilo la Uganda, mara baada ya kuweza kuripoti taarifa na makala iliyoanza kuandaliwa na CNN, huku Larry Madowo alidai kwamba ile ripoti na makala aliweza kuitengeneza akiwa kipindi cha likizo nchini Kenya. Rais wa Uganda Kaguta Museveni ameweza kuzungumza na kusema kwa kina kwamba hiki ambacho ameweza kukifanya Larry Madowo na bado anaendelea kukifanya Larry Madowo ni miongoni mwa uchochezi ambao unaendelea, na pia ni propaganda ambazo zinasemekana kuwepo ndani ya mataifa ya Afrika, huku akiendelea kujibizana kwa kile ambacho kinaendelea na kuzungumza na uongozi wa juu zaidi wa taifa la Uganda, huku akitoa taarifa maalum kwamba mwandishi huyo kutokea Kenya Larry Madowo haitajiki kabisa kuripoti matukio yote ya uchaguzi atakayoendelea katika taifa hilo la Uganda, mara baada ya shirika analofanya nalo kazi CNN kuweza kuripoti kile ambacho kiliweza kutokea Oktoba 29. Bado Rais Museveni ameendelea kueleza kwa kina zaidi, akidai kwamba kuna baadhi ya waandishi wengi tu duniani ambao wanatumiwa zaidi na mataifa mengine ya Ulaya kwa ajili ya kuweza kuelezea na kuchafua mataifa mbalimbali ya Afrika. Taarifa zinazozidi kusambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaeleza kwamba kile ambacho kinaendelea kwa Larry Madowo kuweza kuripoti kuhusiana na matukio yaliyoweza kutokea nchini Tanzania ni kwamba imeweza kuwa karibu zaidi na kile ambacho kinatajwa kwamba ni kutumika na watu walioko juu ya mamlaka, ili mradi kuweza kuchafua mataifa yote yaliyoko katika bara la Afrika, huku Rais Museveni akipinga vikali tukio lile na kudai kwamba Larry Madowo si mwandishi wa haki ambaye anahitajika, bali ni mwandishi ambaye ameweza kutumwa na kikundi cha watu kuendelea kutekeleza hiki ambacho kinaendelea. Hadi sasa hivi hakuna ripoti maalum ambayo imeweza kutolewa na Uganda kumaanisha hiki ambacho kinaendelea, kuzungumza na kueleza kwa kina zaidi kwamba ni vipi rais wa Uganda Yoweri Museveni ameshathibitisha moja kwa moja kwamba Larry Madowo hatakiwi kuripoti ama kuingia katika taifa hilo la Uganda na kuendelea kuchukua taarifa kama ilivyo kazi yake waandishi wa habari na kuweza kuripoti katika shirika la utangazaji CNN. Hadi sasa hivi pia CNN bado hawajaripoti kuzungumza kwa kina zaidi kuhusiana na hiki kinachoendelea, lakini bado Museveni anadai kwamba hiki ambacho kinaendelea kimetengenezwa moja kwa moja na bali sio taarifa maalum. Hata kama ni kweli kimetokea, lakini namna ambavyo anawasilisha kile kitu ni kwamba anatumika na watu wakubwa zaidi wa mataifa mengine, ili mradi kuweza kuonesha mataifa ya Afrika yapo kwenye hatari kubwa zaidi ya kuendelea kudidimia kutokana na kile ambacho kinaendelea. Swali kubwa ni kwamba ni vipi ambavyo vitaweza kuendelea. Larry Madowo hadi sasa bado hajajibu kashfa yoyote ile, hata kuhusishwa na mapingamizi mbalimbali. Wapo wengine wanaompongeza kwa hiki alichokifanya, wako wengine ambao wanazungumza na kusema kwamba amekosea sana. Ni kipi ambacho kitajiri? Endelea kutufuatilia channel yetu na pia usisahau kusubscribe.